Bwana, ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Nilimpenda mpaka Nikamuua. Ni sehemu yake ya pili, na sehemu ya kwanza unakumbuka tulisha mahali ambapo mwanadada Rita alikuwa amepiga simu akimweleza kijana Kingogo kwamba kesho yake angefika nyumbani kwake pale kwa ajili ya maongezi kadha. Na unakumbuka kabisa kwamba tayari hapa Kingogo alikuwa tayari amepewa pesa. Yaani tayari alikuwa amepewa pesa kidogo, lakini pia amepewa zawadi kadhaa kwenye ile bahasha na nini na mambo kama yale. Of course ndipo mahali ambapo tulipoishia. Sasa sitaki kumaliza utamu wa simulizi katika sehemu ya kwanza. Kama ukihitaji wewe angalia hapo, ifuate uweze kuiangalia sehemu ya kwanza. Hii ni sehemu ya pili. Sasa katika sehemu hii ya pili tunataka tuangalie ni nini ambacho kitakachoendelea kati ya Kingogo na mwanadada Rita. Ni kitu gani ambacho kitakachoendelea hapa? Kwanza, je, mwanadada Rita atakuja pale nyumbani? Na ni nini ambacho kitafuata baada ya yeye kuja? Ni nini mwendelezo wa maisha? Mbona sasa hitimisho linakuwa hatujalijua bado? Basi karibu katika sehemu hii ya pili ili tuweze kupata mwendelezo. Msimuliaji wako ni mimi BHB wa Makala Simulizi, nikikukumbusha usiache kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ambalo liko chini ya video hii mkono wako wa kulia hapo, ili tu uweze kupata simulizi hii mwanzo hadi mwisho na zingine jingi. Karibu sana, jonjo tuwe pamoja. Ndio bwana, hatimaye usiku ule uliisha na asubuhi ilifika. Mimi nilienda kazini kama kawaida yangu. Nilifanya kazi zangu, lakini siku hiyo akili yangu yote ilikuwa ikimwaza sana Rita. Ni kweli ni mwanadada ambaye nilikuwa sijamtongoza, lakini nilikuwa nikimpenda sana. Ni kweli ni mwanadada ambaye sikumwambia ukweli wote kwamba ninamhitaji. Kwanza nilivyomtazama nilimuona kabisa sio leo zangu. Kuanzia mavazi yake na kila kitu alichokuwa na kimiliki kilikuwa kinaonyesha anatoka familia ambayo si ya kitoto hata kidogo. Pamoja na hayo yote nilisema labda tu itokee dharura, lakini huyu mwanadada siwezi nikamtongoza kwa sababu yuko mbali na mimi, anaweza kanitesa kama ambavyo alivyonifanyia Njeta. Msikilizaji, Njeta Riki alikuwa amenitesa, alikuwa ameniibia, na hivyo alikuwa amenipa donda kubwa sana katika moyo wangu. Basi siku ile nilifanya kazi, na kama kawaida ilipofika mida ya saa 9 sikutaka kuendelea kukaa pale kazini kwangu. Hata wale wateja ambao waliokuwa wameniambia kwamba wangekuja mida ya saa 10 niliwaambia kabisa siwezi nikapatikana. Sikujali kwamba kuna mteja ambaye atakayehitaji kukutana na mimi au la. Mteja wangu katika akili yangu alikuwa amebaki mmoja tu, mwanadada Rita, ambaye aliniambia kwamba angekuja nyumbani kwangu siku hiyo. Haraka nilijiandaa, nikaoga kule bustanini kwangu, mahali ambapo nilipokuwa na bustani yangu ya miche. Nilitoka na hatimaye nilirudi nyumbani. Haraka sana nilijiandaa na kuweka chumba changu katika mazingira ambayo nilitamani kwamba Rita akija aweze kuyapata. Nilikaa ndani ya dakika kadhaa, niliona simu yangu ikiita. Halikuwa jina jingine, lilikuwa la mwanadada Rita niliyemsevu Rita Besti. Nilishika simu yangu na hatimaye nilipokea. Haraka sana nilisikia upande wa pili. Hello, Kingo mnyama. Mambo vipi? Poa, uko nyumbani? Lazima nitakuwa wapi sena, ulinipa ahadi kwamba utakuja kwangu mida ya jioni hii. Basi nakuja hapo. Uko wapi? Niko njiani hapa, ndo nataka nishuke kwenye bajaji hapa kwa sababu sikuja na usafiri wa kwangu. Oh. Kumbe unampaka usafiri. Huwa nakuaga na usafiri wakati mwingine, sio wangu, yuko pale nyumbani huwa natumiaga. So, lakini nimependa nitumie bajaji. Aha.
Nipo bwana hapa mimi nakusubiri. Kama dakika ngapi utakuwa umefika? Jamani, ndo niko hapa nakaribia na shuka muda si mrefu. Aya, karibu sana nyumbani. Poa. Au nisikate simu mpaka nifike? Itapendeza sana kama usipokata ili nikupokee nikiwa naendelea kuongea na wewe. Hapana bwana, ngoja bwana nikate simu nikapoteza tena simu hapa, si unajua tena. Basi poa, hamna shida, mimi niko nyumbani bwana Rita. Nakusubiri wewe tu. Haya, nakuja hapo. Msikilizaji, simu ile ilikata. Niliendelea kuangalia pale ndani ya chumba changu ni kitu gani ambacho hakiko vizuri. Nilienda mpaka kufuta TV yangu, japokuwa ilikuwa ni safi. Nilijaribu kuifuta tena ili mwanadada Rita atakapokuja asije kaiona katika hali ya uchafu. Niliangalia mpaka chini, hakuna kitu kilichodondoka. Kwa kweli niliangalia na kujiaminisha kwamba chumba changu kilikuwa kisafi. Baada ya dakika kama 10 hivi, niliona mtu ambaye aliyekuwa akitokea kwenye mlango wangu ambao nilikuwa sijaufunga. Nilikuwa nimeufungua nikauacha wazi kabisa, huku pazia nikiwa nimeliweka pembeni kabisa lisiwe karibu kabisa na mlango ili lisifunike, maana nilikuwa nikihitaji kumuona Rita pindi atakapotokea tu. Niliona mtu akiwa anaingia kwenye mlango wangu. Nilifurahi sana, na pale nilipokuwa nimekaa kwenye sofa nilinyanyuka haraka na kumlaki mwanadada Rita. Siku hii Rita alikuwa ametupia, amependeza zaidi. Kiukweli ni kawaida ya Rita kupendeza, lakini siku hii ilikuwa ni ya tofauti zaidi. Rita alikuwa amevaa hereni ndefu, zilikuwa nyembamba hivi, zilikuwa zimening'inia usawa wa bega lake. Rita alikuwa ametoa tabasamu ambalo lililokuwa limefani kweli kweli, na vimiwani vyake vilikuwa vinanivutia sana vinapokuwa kwenye macho yake. Rita nilimkumbatia bila hata kufikiri kwamba ni kwa nini nimemkumbatia, lakini niliponyanyuka tu pale kwenye sofa na kumsogelea, hata yeye alikuwa amenyoosha mikono yake ili aweze kunikumbatia. Sikuwa na hiana, tulikumbatiana wote wawili, na wakati huo kuacha kifua chake kikiwa kinanigusa sasa, kinagusa kifua changu kutokana na chuchu zile ambazo zilizokuwa zimesimama vizuri. Tulikumbatiana pale huku tukionyesha wote kufurahia kukutana kwetu. Rita, I love you so much. Nilisema mwenyewe moyoni bila kutoa sauti, kwa sababu niliogopa nisije nikatoa sauti yangu akaisikia ya kumwambia na kupenda, alafu akanijibu vibaya, ningejisikia vibaya zaidi. Msikilizaji, baada ya pale nilimwambia Rita aweze kukaa. Cha ajabu kabisa, Rita hakukaa pale kwenye kiti. Rita alienda na kukaa katika kitanda ambacho kilichokuwa kiko pale katika chumba changu ambapo nilipokuwa nakaa. Mambo vipi Rita? Safi bwana. Jamani, zatoka muda. Salama. Karibu sana jamani, nimefurahi sana kukuona. Mimi zaidi yako. Nashukuru sana kwa kweli. Karibu sana. Asante. Za hapa ni salama tu kama unavyoona. Mwenzangu hajaja. Mwenzako gani Rita? Basi shakumbuka, nitasema hivyo utaanza kulia tena hapa, sitapenda. Basi aishe bana, samahani. Nishapotezea hata hivyo. Mimi sasa hivi nakuangalia wewe. Nikitoka kazini, nikifanya kazi zangu, mimi nikikaa naweza nikakaa nikafikiri stories zangu nazopiga mimi na wewe, lakini habari zilizopita mimi nimeshasamehe. Bora tu. Jamani. Bana. Kwa kweli ngwambia tu sijaja kufanya chochote. Nimekuja tu kupiga story na wewe kidogo basi. Nimevutiwa sana na jinsi ulivyokuwa mkarimu, mwadilifu, mtu ambaye ni mwaminifu sana. Nimefurahi kwa kweli. Mimi mwenyewe nashukuru sana kwa jinsi ambavyo ulivyoniamini. Sio jambo rahisi sana mtoto kama wewe, kwanza mtoto ambaye unatoka katika familia. Familia gani? Malizia. Hapana, nilikuwa namaanisha tu kwamba unatoka katika familia ambayo unajiweza kiuchumi vizuri. Alafu unaniamini mtu kama mimi na kuja kunisalimia katika chumba changu kimoja hiki.
ambapo nakaa humo ndani na jiko na kila kitu. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo ulivyojidhili, kujionyesha kwamba wewe huna makuu. Kawaida, na ndivyo ambavyo unavyopaswa tuishi. Najua sisi ni wanadamu. Haina sababu ya kumbagua mtu yeyote kwa sababu tu ya uchumi wake au kwa sababu nyingine yoyote ile. Na ndio maana mimi nakuchukulia kama wewe mtu mstaarabu. Mimi napenda tabia nzuri. Nimeona tabia ambayo ulionifanyia ni tabia nzuri ambayo kama wanadamu 40% tu wangekuwa wako hivyo, dunia ingekuwa ni sehemu safi sana na sehemu salama sana ya kuishi. Shida ni kwamba watu wengi sio waaminifu. Ni kweli unavyosema. Nafikiri naweza nikajivunia kwamba nimepata rafiki mpya. Au unaniambiaje wewe? Ni kweli. Of course, hilo swali nilikuwa napaswa nikuulize wewe. Kwa sababu binafsi mimi naona kama nimepata rafiki mwema sana. Basi mimi na wewe tunaweza tukasema sisi ni marafiki sasa hivi. Bila shaka wewe ni rafiki yangu sana. Na kwa kweli sina doa na wewe. Umenionyesha uaminifu ambao sikutegemea kabisa. Na hata nikimueleza mtu yeyote aweze akaamini. Ndio hivyo bwana. Anyway, lakini vipi vitambulisho vyako vimesha kufanikishia mambo ambayo uliokuwa unafanya? Uliniambia kwamba ulikuwa unatafuta kazi. Kazi bwana ni kitu kigumu sana kupata kwa kweli. Ni kwambie tu kwamba nilikuwa hata hivyo nataka tu viwepo ili muda ninaposema labda naenda kuomba kazi niweze kupata, lakini kwa upande wa mimi kwa kweli kuna namna ni kama nimekata tamaa kabisa kuhusiana na kazi. Kwa nini unakata tamaa? Nimeshaomba kazi sana. Unajua nimeomba kazi kiasi kwamba nimejichokea mimi mwenyewe. Sijui hata nisemeje, lakini ndio hivyo. Maneno yako yanamaanisha kwamba hujapata kazi bado? Ndio maana yake. Pole sana. Mungu akubariki na siku nyingine endelea kuomba, kuna siku Mungu atakusaidia tu utapata kazi. Amina sana. Basi wewe ngoja ni kuchukulia basi soda hapo kidogo. Unakunywa soda gani? Hapana, kusema kweli mimi na allergy na soda. Kusema kweli mimi napendelea sana tu maji ya kunywa. Naona yapo hapo kwenye jagi hapo, nitakunywa. Basi vitu kingine au basi sema basi nikuchukulie hicho kitu kingine unachosema. Hapa nitakwambia. Tuendelee, nitakwambia. Kadiri muda utakavyoenda nitakwambia. Sio kwamba ungeniambia kwamba ili nichukue kabisa afu tuendelee kupiga story hapa. Kwani una haraka gani? Sina haraka mimi, ila ni kwamba nilikuwa nawaza tu kwamba labda wewe kama unaweza ukawa na haraka na nini. Ndio mambo kama haya. Sina haraka, nimekuja kwa ajili yako. Basi poa. Msikilizaji pale sasa sisi tuliendelea kupiga story. Stories ziliendelea na muda nao ulikuwa unaenda mbele. Kiukweli jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimtazama mwanadada Rita, alikuwa anaonyesha kabisa kwamba ana ujumbe mwingine katika moyo wake. Japokuwa ujumbe huo hakuweka wazi, lakini kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nikimuona, tulivyokuwa tunaongea na jinsi tulivyokuwa tunaishi mimi na yeye pale ndani kwa dakika zile na masaa yale machache, niliona kabisa Rita na ujumbe mwingine. Hata hivyo, mimi nilikuwa nikiogopa kwamba hata Rita anaweza akawa ni tapeli kama tapeli wengine. Nilikuwa nikikumbuka sana kuhusiana na Njeta Ricky aliyekuwa amenitesa sana. Hatimaye Rita aliamua kuvunja ukimya. Kengo, mimi kuna jambo ambalo mimi nalitamani zaidi ya urafiki. Wewe unamaanisha nini? Nimependezwa na wewe kiasi kwamba natamani tusiwe kwenye urafiki peke yake. Unamaanisha tunapaswa tuwe ndugu au? Hapana, sina maana hiyo Kingogo. Ninamaanisha tu kwamba natamani tuwe wapenzi. Labda nikwambie hivi ili uelewe. Unamaanisha kwamba mimi na wewe, yani wewe uwe mpenzi wangu mimi? Ndicho ninachomaanisha. Kwa nini umeguna sana kama umeonyesha kustuka? Hapana, sidhani kabisa kama.
Yaani sioni kabisa kama mimi na wewe tunaweza kuwa wapenzi. Kwa nini unasema hivyo? Sioni tu hivyo. Unajua Rita, wewe na mimi maisha yetu yako tofauti sana. Na mimi ni mtu ambaye nimepigwa sana na hayo mambo ya mapenzi, nimeteswa. Sidhani kama mimi na wewe, maisha yangu mimi na maisha yako, kwa jinsi tunavyokutazama, sidhani kama tunaweza kuwa wapenzi. Kingo, kwa nini unafikiri hivyo? Maisha yako ni maisha ya hali ya juu, alafu mimi ni mtu ambaye kama unavyoniona hivi. Yaani kama unavyoniona hivi ndivyo nilivyo. Sina kitu ambacho nilichokificha, sina kitu ambacho kilichobakia. Na historia ya maisha yangu mimi nilishakueleza kwamba sio kwamba mimi nilizaliwa katika familia isiyojielewa. Sijazaliwa katika familia ambayo ina uwezo mdogo sana. Kulikuwa na kila kitu, lakini ndugu zangu ndio waliosababisha nikawa hivi nilivyo. Kutokana na mazingira yangu nilio nayo sasa hivi, Rita, sidhani kabisa kwamba mimi na wewe tunaweza tukawa sawa. Labda kwamba wewe useme kwamba wewe labda hunipendi. Sina uwezo wa kusema hivyo Rita. Sidhani kama kuna mwanaume ambaye anaweza sikupende mtu kama wewe. Sidhani hata kidogo, lakini ukweli ni kwamba mimi ninachogopa ni kuhusu maisha yangu jinsi ambavyo yalivyo na wewe maisha yako yalivyo. Familia yako na familia yangu jinsi ilivyo ni vitu viwili tofauti kabisa. Naamini kabisa kwamba kuingia na wewe katika mapenzi ni kusababisha mimi kupata vidonda vingine tena ambavyo siko tayari kuvipata. Kingogo, katika mapenzi kitu ambacho kinachohitajika kikubwa ni uaminifu na kupendana. Watu wawili ambao wamependana wakiwa waaminifu, hakuna mtu mwingine ambaye anayeweza kuwatenganisha. Hakuna hali wala kitu chochote kinachoweza kuwafanya watu hao wasiwe pamoja. Ndio maana ninachokihitaji kwako ni upendo. Kuhusu uaminifu sina shaka kwa sababu tayari umenionyesha uaminifu. Sidhani, lakini kwa sababu umesema hivyo, ngoja mimi nifikiri na niangalie kama moyo wangu utakaa vizuri na kukubaliana na wazo lako unalolisema. Please, naomba uje hapa tuongee. Rita, unanitaka nisogee karibu na wewe? Yaani nikae wapi? Nije hapo kitandani nikae hapo? Ndicho ninachomaanisha, njoo hapa. Msikilizaji, mimi nilitoka pale kwenye sofa mahali nilipokuwa nimekaa, nikasogea pale kitandani. Rita alionionyesha mapozi ya kila aina huku akiwa anaongea na mimi. Wewe, na maana kweli unataka unikatae kweli mwaminifu hivi? Aliongea huku akiwa anashikashika kidevu changu na mashavu yangu, akiavutavuta huku akiwa anapeleka mikono yake kichwani na kunishika. Yale yote alionyesha kabisa kwamba mwanadada Rita alikuwa anamaanisha kile alichokuwa anakisema. Lakini akili yangu ilisogea mbele haraka kwa sababu wanasema wasiwasi ndio akili. Niliingiwa na wasiwasi kwamba huenda mwanadada Rita alikuwa anataka aninase katika mtego wake wa kufanya naye mapenzi ili aweze kufanikisha mambo yake ambayo anayo kichwani mwake ambayo ni mabaya na mimi siyajui kwamba ni mambo gani. Kwa kweli nilifikiri haraka, lakini kwa jinsi ambavyo alivyoendelea kunifanyia, nilitaka niamini tu kwamba huenda sicho hana nia ya kuniweka kwenye mtego na kuninasa ili anifanyie mambo mabaya. Mtego ule kusema ukweli ambao mimi nilikuwa nahisi ni mtego, nilisema kama unanishika unishike kwa sababu hata mimi maruhani yangu yalikuwa tayari yameshaanza kupanda. Nilishindwa kuvumilia na mimi ilibidi nigeuke vizuri na kuanza kumkumbatia mwanadada Rita. Msikilizaji, kilichoendelea pale naogopa kukisema. Lakini kusema ukweli, tulifikia hatua ambayo tulifanya matendo ambayo ni kama mimi na yeye tulikuwa ni wapenzi wa siku nyingi. Ama zaidi, pengine kana kwamba mimi na yeye ni mtu na mke wake. Tulifanya yale matendo ambayo kiukweli kama hamjafunga ndoa yanaitwa zinaa. Lakini mkiwa mmefunga ndoa linaitwa tendo la ndoa na huduma takatifu. Kufikia pale sasa, mimi na Rita tulikuwa tumeshachanganya damu.
Kwa kweli nilikuwa sasa mimi mwenyewe, kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nina siku nyingi bila kuchanganya damu na mwanamke yeyote yule. Niliona kama Rita amekuja kuwa mkombozi katika maisha yangu. Siku ile ilipita na hatimaye siku zilipita. Upendo wangu mimi na Rita haukupungua, lakini kila wakati ulikuwa ukiongezeka maradufu. Rita sasa pale palikuwa ni kama nyumbani kwake. Mara kwa mara alikuwa anakuja, na hatimaye tulipanga sasa mipango rasmi ya mimi na yeye kutambulishana kwenye familia zetu. Hata hivyo ni mimi ndiye niliyokuwa nikitegemewa kwenda kutambulishwa kwao ili tuweze kuwa wachumba rasmi. Siku zilienda, na kweli siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa mimi nipelekwe nyumbani kwa kina Rita ili waweze kunitambulisha kwamba mimi ndiye mpenzi wake. Tulifika nyumbani kwao na mimi nikiwa nimevalia jinsi ambavyo nilivyokuwa napenda. Nilivaa t-shirt yangu nzuri ambayo ilikuwa ni form 6, nikiwa nimevaa na jinsi yangu. Pia nilikuwa nimetupia raba chini, nikiamini kabisa hivi nilivyo ninaweza kuonekana kama mwanaume ambaye anastahili kuposa katika familia hiyo. Ukweli ni kwamba nyumbani kwa Rita nilikuwa sijawahi kufika hata siku moja. Nilikuwa sipajui, hata sijui jinsi panavyofanana. Lakini muonekano tu wa Rita ulikuwa unaniambia kabisa kwamba lazima Rita awe anatoka katika nyumba nzuri, anatoka katika sehemu ambapo kila kitu kinapatikana. Naam msikilizaji, ndivyo ilivyokuwa. Tulifika pale na tuliingia mpaka katika nyumba yao. Kwanza kabla hatujaingia, tulikutana tukikaribishwa pale na geti moja kali nzuri sana ya gharama iliyokuwa na mlinzi pale nje. Nilipoanza kuingiza mguu ndani, sikuona sehemu ya ardhi. Kwa kweli sikuliona vumbi. Pote palikuwa pamejengewa vizuri kwa kutumia simenti na mawe mazuri ambayo yalikuwa yanavutia sana. Na pale ndani niliona parking kubwa tu ambayo pia kulikuwa na magari mengine yalikuwa yamepaki pale katika ua ule. Ilikuwa inadhihirisha kabisa kwamba Rita ni mwanadada ambaye jinsi alivyokuwa anaonekana nje ndivyo ambavyo alivyokuwa ndani vile vile. Tulifika pale na hatimaye tulifika mpaka katika seble ambayo ilikuwa ni seble nzuri sana. Ilikuwa na kila kitu ambacho unachokifahamu. Kiukweli vitu vingine pale ndani hata mimi nilikuwa na vishangaa, nilikuwa sijui ni vitu gani. Sikuacha kuona mapambo ambayo yalikuwa ni ya wanyama wa baharini waliokuwa wamewekwa pale ndani kama vile kobe, samaki na wanyama wengine wa majini ambao walikuwa ni wa thamani sana. Niliona midoli mbalimbali ikiwa iko pale na vitu vingine vingi sana ambavyo vilivyokuwa vinaonyesha kwamba ni vitu vya kifahari vinavyoonyesha kwamba hawana shida yoyote. Tulikaa pale na muda haukupita sana. Wazazi wake kwa maana ya baba yake na mama yake walikuja pale sebleni na hatimaye maongezi yalikuwa yameanza. Nilijitambulisha kwa jina baada ya kutambulishwa kama mpenzi wa Rita na Rita mwenyewe. Mama na baba yangu, huyu hapa atajitambulisha mwenyewe kwa jina na mambo mengine yote ambayo mtatamani kuyajua kutoka kwake. Lakini mimi nimtambulishe kwamba kwa kifupi tu kwamba huyu anaitwa Kingogo na huyu ndiye mpenzi wangu ambaye ninayetamani sana kwamba tufunge naye ndoa. Kingine unachotaka kutueleza kuhusu yeye? Wazazi wangu, kwa kweli mimi sina kitu kingine ambacho ninachotamani sana kuongea. Zaidi sana mimi nimemtambulisha tu kwamba yeye ni mpenzi wangu, na mengine nafikiri kama kuna vitu mnatamani kuvijua kuhusu yeye basi itabidi mumuulize. Ndio huyu hapa. Ni mkaka mstaarabu, mwenye hekima, hebu nyamaza kidogo basi ili aweze kujitambulisha na yeye, kwa sababu unavyozidi kuongea ni kama unamsemea maneno ili hali na yeye mwenyewe yupo. Karibu sana kijana. Jitambulishe na nia yako na madhumuni ya kufika hapa.
Baba na mama, shikamoni. Marahaba. Baba, mimi kama ambavyo mwenzangu amenitambulisha, mimi jina langu naitwa Kingogo Kitojo. Ni mkazi wa hapa mjini na najishughulisha na kazi zangu hapa mjini. Imetokea kwamba katika maisha yangu mimi na mwenzangu Rita tumependana. Na ndio maana tumekuja hapa ili waweze kunitambulisha, niweze kuwafahamu na nyinyi muweze kunifahamu kama mpenzi wake ambaye tunategemea kwamba ridhaa yenu ituruhusu sisi tuweze kufunga ndoa na tuishi kama mke na mume. Kijana, wewe umetaja tu kwamba unajishughulisha na kazi hapa mjini. Unafanya kazi gani? Baba, mimi nina bustani ya miti, nauza miche ya miti na maua natengeneza pia na nawauzia watu miti mbalimbali. Ndio kazi ambayo najishughulisha nayo. Kazi gani nyingine ambayo unajishughulisha nayo? Ndo hiyo hapo baba, ndio kazi yangu ambayo inaniweka mjini. Kipato chako kwa siku unavyoangalia ni shilingi ngapi? Kipato changu baba ni sijui nisemeje, lakini anyway, kwa mwezi. Hebu tueleze kwa mwezi kwamba unaweza kupata shilingi ngapi? Baba, mimi kwa mwezi ninaweza kupata hata 100,000 mpaka 200,000 ninaweza kupata. Na wewe ndio umekuja hapa ili uweze kumposa binti yetu? Ndio baba. Ndio. Mama Rita, una la kusema lolote hapa kabla ya maamuzi yangu ya mwisho? Baba Rita, mimi nikwambie tu, kiukweli mimi siko tayari huyu kaka aweze, yani huyu kijana kumposa binti yetu. Mimi siko tayari, niongee tu kweli. Na kwa jinsi tu ninavyomuona, hawezi kumtunza Rita binti yetu na akakaa kwa utulivu. Nafikiri aende akatafute watu ambao wanaendana na yeye. Mimi binafsi, maamuzi yangu sijajua kwako wewe, lakini mimi binafsi kama mama wa Rita, binti yangu wa pekee, nimesema tu kwamba haiwezekani. Hiyo iishe tu hivyo. Bana kijana, nafikiri umesikia mama wa mtoto ambavyo wameongea. Sisi kama familia ya Rita, wazazi wa Rita, tukuambie tu kweli hata bila kuzunguka sana kwamba huna hadhi ya kuoa binti yetu. Kwa hivyo ungeondoka na kutafuta mtu mwingine. Huna pesa, huna maisha kabisa mengine ambayo hatuko tayari kumkabidhi binti yetu kwa mtu kama wewe. Kwa hivyo bila kupoteza muda, nafikiri unaweza ukaondoka ukaendelea na shughuli zako zingine. Lakini wewe kimya. Ulileta kututambulisha kupata ridhaa umeikosa, kaa hapa utulie. Baba, nafikiri lakini mngenisikiliza kidogo. Una kitu gani cha kusema? Nilikuwa namaanisha kwamba baba, mimi huyu ndio mtu ambaye niliyempenda na sina. Nisikilize Rita. Nafikiri wewe umeanza kuwa na matatizo. Haya mambo ameangalia hata kwenye movie jinsi anavyokuwa. Hakuna mtu ambaye ametengeneza maisha yake anayeweza kukabidhi mtoto wake aweze kuchukua mtu ambaye hana kitu chochote. Haiwezekani, hakuna, hata kwenye movie, hata popote pale inawezekana, inaeleweka hivyo. Sijui hata ulijichanganya kama huo mapenzi ndio upofu huo. Mimi hiyo dawa ya huo upofu nayo. Huwezi kutoka hapa na kwenda kuolewa. Na eti uolewe na huyu. 100,000 ni pesa ambayo inaweza kuingiza kwa mwezi. Si bora hiyo pesa ukae hapa nyumbani, niwe ninakupa shilingi 1,000,000 kila mwezi bila kufanya kazi yoyote, ukae tu hapa nyumbani? Kwani ninashindwa? Msikilizaji, kufikia pale moyo wangu tayari ulikuwa umepasuka.
Na habari iliyokuja kwenye kichwa changu ni kwamba haya mambo nilikuwa nayafahamu, lakini Rita ndiye ambaye aliyenilazimisha akanifanyia king'ang'anizi mpaka nikaja huku kwao. Lakini tajiri na maskini hawawezi kufunga nira ya pamoja. Hili nilikuwa najua. Pale sasa mawazo yangu, msikilizaji, nilikuwa nikiwaza sana kwamba Rita amenileta kunidhalilisha huko nyumbani kwao. Ni jambo ambalo nililokuwa nikilifahamu kabisa kwamba familia yake yeye haiwezi kabisa kuwa na mtu kama mimi. Nilijilaumu sana nikisema kwamba Rita ndiye sababu ya kunifanya mimi nije kudhalilika. Pale mimi nilinyanyuka na kuanza kutoka nje. Rita alianza kunifuata huku akiwa anakuja kwa kasi. Wewe Kingo mnyama, sikiliza. Nisikilize. Nilitoka katika mlango ule huku nikiwa sasa naelekea katika geti lile ambalo lililokuwa na mlinzi ili niweze kutoka. Wakati ninaelekea kwenye geti, Rita naye alikuwa anashuka kwa kasi sana kwenye ngazi za mlango ule na kunifuata mahali nilipokuwa naelekea. Kabla hajanikuta, mama yake huku nyuma naye alikuwa ameshafika kwenye mlango na kuanza kumuita. Rita, wewe unaenda wapi? Baba nani? Hivi unajua kwamba Rita anamfuata huyu kigeragosi? Rita alisimama kidogo na kugeuka kumsikiliza mama yake. Rita, rudi huku. Nakuja mama, niacheni kwanza nimwage mgeni wangu. Rita alikuja mpaka pale nilipokuwa. Ilinibidi nisimame kumwangalia alikuwa na ujumbe gani. Rita alifika karibu yangu na kunishika mkono. Kingo mnyama, nataka nikuhakikishie kwamba safari yetu haiwezi kuishia hapa. Mimi ndio niliyokupenda na mimi ndio ninayeolewa. Amini kwamba mimi nitakuwa wako kwako daima. Siwezi kukuacha wewe. Rita, nilikueleza kwamba haya mambo hayawezi kukubalika. Na ndio maana toka mwanzo ulivyoniambia, mimi nilikwambia kwamba haiwezekani mimi kuwa na wewe. Hebu angalia nyumbani kwenu, angalia wazazi wako jinsi ambavyo wamenionyesha dharau kubwa sana. Alafu wewe unaendelea kuning'ang'aniza tu kwamba eti mimi utakuwa na mimi. Ni jambo haliwezekani. Niache niende, usizidi kunidhalilisha. Umenidhalilisha mbele ya wazazi wako Rita. Niache bana mimi niende. Nilijitoa katika mikono ya mwanadada Rita na hapo sasa mimi nilikuwa nikielekea kwenye geti lile ambalo lilikuwa na mlinzi. Mama yake Rita alikuwa na yeye anakuja kumfuata binti yake ambaye alikuwa amesimama pale sehemu ambapo nilipomwacha kwa kutoa mikono yangu kwa kasi na mimi kuelekea getini. Mama yake Rita alikuja na kumkuta binti yake ambaye mpaka kufikia karibu mahali alipokuwa Rita alikuwa amekaa chini kwa kuchoka baada ya mimi kumwacha pale. Haraka mama yake Rita alianza kumnyanyua Rita. Rita binti yangu, hivi unalewa kweli na kijana mjinga maskini kama huyu? Hebu nyanyuka bwana, nyanyuka hapo. Rita alianza kunyanyuliwa na mama yake. Baba yake naye alikuwa amefika mlangoni na kwanza sasa kumfuata Rita alipokuwa ameshikwa na mama yake. Rita, hebu acha upumbavu. Unachoka nini? Rudi huku. Kuna kitu gani unakosa hapa nyumbani? Joku. Alikuja na kusaidizana na mama yake Rita kumnyanyua binti yao, binti pekee waliyekuwa wakimpenda sana. Rita alikuwa akilia sana. Mama na baba, kwa nini mnanifanyia hivi? Kweli nyinyi mnanipenda? Kwa nini mnanikataza mimi nisiolewe na Kingogo, mtu ambaye niliyempenda sana? Hivi mimi ningewafanyia vitu hivi mngependa? Rita aliendelea kulia. Pale sasa wazazi wake waligeuka na kuanza kumbembeleza huku akimpa matumaini kwamba atapata mwanaume mwingine anayeendana na hadhi yake. Msikilizaji, baba yake Rita alikuwa ni mfanyakazi serikalini, lakini ambaye aliyekuwa na vitega uchumi vingi sana ambavyo vilivyokuwa vinamfanya aweze kupata pesa nyingi. Walimrudisha Rita mpaka kule sebuleni. Waliendelea kumtia moyo na hatimaye Rita alinyamaza. Machozi yake yalikauka bila wao kujua kwamba alikuwa na jambo kichwani. Nimesikia baba. Usiendelee kulia. Kama unahitaji gari nitakupa, lakini usiendelee kulia kwa sababu tunakutafutia maisha mema kijana. Binti yetu, sio kwa sababu nyingine yoyote ile. Tunakutafutia maisha mazuri. Hatutaki uje uishi maisha mabaya. Sawa binti yangu? Sawa baba, nimekuelewa.
Bora tu Rita umesikia, kwa sababu mimi ulikuwa unaniumiza kichwa sana. Yaani uende kweli unang'ang'ana kukaa na kijana ambaye hana mbele wala nyuma kweli? Kaa hapa, unaweza kupata chochote. Kama ni mwanaume utakuja kupata mwanaume. Mbona wewe mzuri tu? Utapata mwanaume mwingine ambaye anaeleweka. Angalau ana kitu kinachomuingizia pesa kinachoeleweka. Sasa wewe muuza miche kabisa, muuza miche. Kweli binti yangu, na wewe hata kama nikutazama ulishindwa kutazama. Acha kabisa hizo mambo. Naomba ukae hapa, tutakupa unachotaka. Sema unachotaka, ni kitu gani tukupe? Sadaki kitu chochote mama, nimewasikia. Umeelewa vizuri, lakini binti yetu kwamba hatufanyi hivi kwa ubaya, tunafanya kwa wema. Nimewaelewa kweli kwamba nia yenu ni nzuri, kwamba mimi niweze kuishi maisha mazuri. Japokuwa mimi nilikuwa naamini kwamba naweza kuishi maisha mazuri hata nikiwa na Kingogo mpenzi wangu. Acha kumtaja kabisa kwamba mpenzi wako, sahau kabisa mwanangu. Sawa mama. Siku ile ilipita msikilizaji, na mimi nilikuwa na mawazo mengi sana. Nilirudi nyumbani na usiku ule nililala. Sikuiona simu ya mwanadada Rita, mpenzi wangu ambaye nilikuwa nimezoea kabla ya kulala ninaongea na yeye mpaka simu inapata moto. Hata hivyo, nikumbuka tu kwamba sio mimi niliyekuwa nikiweka salio, kwa sababu msikilizaji, kipindi hicho kwanza kulikuwa hakuna kifurushi. Hujiungi kifurushi, lakini kwa kweli pesa ambayo aliyokuwa anaweka vocha kwenye simu Rita ilikuwa ni nyingi sana, kiasi kwamba tulikuwa tunaongea mpaka tunachoka. Siku hiyo ulikuwa ni usiku wa kwanza wa mimi kulala bila kuongea na Rita, hata message sikuiona. Rita nilikuwa nikimwaza ndotoni. Nilikuwa nikimwaza sana. Nilikuwa nikikumbuka sana kawimbo kanakobembeleza mwanadada mwingine aliyekuwa anafahamika kama Rita. Oh Rita, oh Rita, oh Rita, daily nakuwaza wewe. Oh Rita, oh Rita, oh Rita, lini nitanyamaza? Oh Rita, oh Rita, oh Rita, daily nakuwaza wewe. Niliwaza sana kuhusiana na Rita. Usiku huu kusema ukweli ulikuwa ni usiku mrefu sana kwangu. Rita, nalala bila kuongea na Rita. Kwa kweli nilimwaza sana Rita. Lakini pamoja na mawazo yangu yote, nilianza kujipa moyo kwamba sina hadhi ya kuwa na Rita. Sina uwezo wa kuwa na Rita. Na Rita tayari wazazi wake wameshamkataza. Na kama Rita mpaka kufikia muda huu hajanitafuta mpaka nalala, ina maana maneno ambayo aliyokuwa amepewa na wazazi wake alikuwa yamemuingia. Kama sivyo, angepiga simu basi atatuongee. Inaelekea Rita kakubaliana na mawazo ya baba yake pamoja na mama yake. Maskini mimi ndipo nampoteza tena mpenzi mwingine niliyempenda sana baada ya kumpenda tapeli. Sasa tena nampoteza mpenzi niliyempenda sana. Niliwaza na kichwa changu kilipata joto sana. Sikuwa na la kufanya zaidi ya kushikwa na usingizi na kulala. Asubuhi ilipofika, nilijiandaa na hatimaye nilienda kazini kwangu. Siku hiyo sikutaka kurudi nyumbani hata mapema, kwa sababu nilikuwa nataka nikirudi nyumbani niwe nimechoka sana ili nilale, nisipate muda wa kuendelea kumwaza Rita. Nilirudi nyumbani mida ya saa 12 kabisa. Nilifungua mlango wa ghetto langu na kuingia ndani. Niliingia bafuni na hatimaye nilirudi. Haraka sana niliandaa chakula, nikala, na hatimaye nilikuwa nikiwaza tu mimi kulala. Nilipanda kitandani. Muda ukiwa umefika kama saa 2 na dakika 18. Ndipo niliposikia mlango wangu ukigongwa. Niliwaza sana, ni nani huyo anagonga mlango wangu? Pengine ni Rita. Lakini Rita hawezi kuja bila kunipigia simu. Hata hivyo, hawezi kuruhusiwa na wazazi wake ili aweze kuja huku kwangu usiku huu.
Kwanza wazazi wake hawanitaki kabisa. Atakuwa ni nani huyo? Nifungue au nimpotezee? Lakini huenda ni jirani. Nani? Niliuliza bila mtu kuuliza. Zaidi aliendelea kugonga tena. Pale sasa ilinibidi nishuke kitandani na kusogelea mlango wangu ili niweze kufungua. Niliingiza funguo katika kitasa changu na kutekenya. Hatimaye nilifungua, nikavuta mlango kabisa. Nilitazama na macho yangu, nilishangaa sana nilichokiona katika macho yangu. Alikuwa ni Rita. Alikuwa amekuja nyumbani kwangu. Lakini ujio wake siku hii ulikuwa ni wa tofauti. Alikuwa amekuja kabisa na begi lake. Hii ilinipa mashaka, nikafikiri ina maana Rita ndio amekuja kukaa kwangu au ni nini? Rita ametoroka kwao. Msikilizaji, sikuwa na budi nyingine tofauti na kumpokea Rita na kumkaribisha ingie ndani. Nilimpokea begi lake na kuliweka pembeni, na haraka sana kabla hajaketi nilianza kumuuliza maswali. Rita, imekuwaje, vipi? Mbona umekuja na begi? Alafu wazazi wako wanajua kwamba uko huku kwangu? Nisikilize nikwambie Kingogo. Nimekaa nikatafakari sana toka juzi jana. Nimefikiri sana kwamba mimi ninaweza kukaa na kuchaguliwa mtu wa kunioa. Nimeona ni jambo ambalo haliwezekani. Mimi sikwenda shule ili nije nichaguliwe mwanaume wa kunioa hata kidogo. Nimeamua kuja huku kwako. Na kuanzia leo wewe utakuwa mume wangu. Rita, lakini si unajua kwamba tulipaswa tupate baraka kutoka kwa wazazi? Kingogo, kama unitaki wewe ndio useme unitaki, acha kutaja wazazi wangu katika ndoa yetu. Mimi nahitaji mimi na wewe ndio tuwe wapenzi. Tufunge ndoa, tuwe mke na mume. Sio habari za wazazi wangu. Kitu gani ambacho unaongea usichokijua kuhusu wazazi wangu? Ila hali unajua kabisa kwamba wazazi wangu wameshakataa kwamba wewe huwezi kuwa mume wangu. Sasa unataka tuwahusishe ili nini? Kama nia yako sio kukwamisha ndoa yetu. Sina maana hiyo Rita. Naogopa sana kwamba kuna mambo ambayo yanaweza yakatokea. Tunawezaje kuwa pamoja ikiwa wazazi wako hawajakubali? Mimi ndio maana niliondoka pale, nikakaa mbali na wewe. Ndio, ulikaa mbali na mimi, na ndio maana na mimi nimekaa karibu na wewe. Ikiwa uliamua kukaa mbali na mimi nimeamua kukaa karibu na wewe, sasa ni chaguo lako. Unipokee au useme wewe kwamba hunipendi. Ndicho kitu ambacho ninachotaka kutoka kwako. Ikiwa unanipenda sihitaji maelezo, nahitaji kuishi na wewe. Msikilizaji, pale mimi sasa kichwa changu kilizidi kupata moto. Moyo wangu uligawanyika, sehemu moja ikiwa na furaha sana kwa kumpata mwanadada Rita ambaye nilimpenda sana. Lakini sehemu ya pili nilikuwa nikiwaza sana kwamba ni nini kitaendelea, ni jinsi gani nitaishi na yeye bila wazazi wake kukubali. Wazo lilinijia kichwani. Rita, inabidi sasa tuhame hapa, tukimbie, tupotee kabisa mji huu. Niliwaza hivyo kabla ya wewe kuwaza. Na sidhani kama kuna muda wa kupoteza. Inabidi tuondoke hapa. Tutafanyaje sasa? Mimi nina kazi yangu kule. Wewe si una mtu ambaye yuko kule. Utakuwa unamtembelea, lakini sisi lazima tuondoke hapa. Kweli, vijana wangu wa kazi wapo. Tunaosaidizana kufanya kazi yangu kule bustanini. Naogopa tu kwamba nikiondoka wasije wakaniibia. Kingogo, kitu cha kwanza ni mimi na wewe kuondoka. Penzi letu liwe salama. Hayo mambo mengine naamini tu yatakuwa salama. Siku moja au mbili za sisi kuondoka hapa haziwezi kufanya wewe kupoteza kila kitu. Nimekuelewa mpenzi wangu. Inabidi sasa sisi tuondoke kabisa. Tuhame kabisa hii sehemu. Nitakuwa nakuja kufuatilia tu mambo yangu. Sihitaji uweke neta. Nyanyuka tuondoke. Msikilizaji, Rita alikuwa na wazo kwamba tuondoke, tuanze safari muda ule ule. Sikutaka kubisha, zaidi sana nilichukua begi langu na vitu vya msingi. Mimi pamoja na Rita tulitoka na mabegi yetu na hatimaye tulienda kutafuta usafiri.
Tulihama na kutoka kabisa kupanda magari ya mikoa ya mbali, tukiondoka mbali kabisa na mkoa wetu ambao tuliokuwa tunakaa. Tulifika na kuanza maisha mapya siku ya asubuhi mida ya saa 3 ndipo tulipofika katika mkoa tulipokuwa tunaishi. Tuliingia, tukatafuta chumba, tukakaa na hatimaye tulitafuta chumba sasa cha kupanga rasmi ili tuweze kuishi. Mimi na Rita tulianza maisha yetu mapya katika sehemu ambayo ni mbali kidogo na wazazi wake. Maisha yetu yalianza na hapo sasa Rita alianza kuniuliza, hivi unafikiri sasa tutaishije? Kazi umeiacha kule mbali? Umbali wa masaa 5 kwenda, sio karibu sana. Kwa hiyo kazi yako usimamizi kuna namna utakavyokuwa. Tunafanyaje sasa ili tuweze kuishi? Mimi pesa ninayo kidogo, lakini najua tu baba hawezi kuridhika kwamba mimi hii pesa niendelee kuchukua pesa katika akaunti ambazo alizofungua yeye. Rita, mna shida. Hayo yote tutajua namna tunaishi. Mimi nitaendelea kutembelea bustani zangu na nitafanya utaratibu nianzishe bustani nyingine hapa kwa sababu nataka niuze ile kule. Alafu nianzishe bustani yangu huku tulipo. Wazo zuri, Kingogo. Uuze ile kule ili uwe na nyingine huku ambayo utaweza kuisimamia vizuri. Naam msikilizaji, ndiyo makubaliano ambayo tuliyokubaliana. Ni ndani ya wiki moja tulikuwa tumekubaliana jambo lile na mimi nilikuwa nimelipitisha. Nilienda na kuanza sasa kuuza miche yote kwa ujumla na vitu vingine vyote ambavyo nilivyokuwa namiliki katika eneo lile na kuhamia kabisa katika eneo ambalo nilipokuwa nimetoroka mimi pamoja na Rita. Ilikuwa ni umbali wa masaa 5 kutoka mahali ambapo tulipokuwa tunakaa mwanzoni. Kulikuwa na kaumbali, lakini sio umbali ambao haufikiki hasa kwa mtu ambaye ana pesa. Tuliishi na Rita na mimi nilifungua ofisi yangu nyingine kule mahali ambapo tulipokuwa tunakaa. Ofisi yangu kwa kweli ya bustani ilikuwa imepokelewa tena zaidi ya mahali ambapo nilipokuwa awali. Mambo yangu yalienda vizuri. Mwezi ukaisha, miezi 2, hatimaye miezi 3 iliisha. Akili yangu iliniambia kwamba Rita inabidi afanye kazi kwa sababu tayari yeye ameshasoma. Rafiki yangu mmoja aliyekuwa anaitwa Kingu, huyu ndiye ambaye aliyekuwa na connection za ajira. Ilikuwa ni katika kiwanda ambacho kilichokuwa kinafanya kazi ya kutengeneza nguo za ndani za kina mama. Ndipo mahali ambapo rafiki yangu huyu Kingu alikuwa akifanya kazi na yeye alikuwa na uwezo wa kusababisha kwamba mpenzi wangu ambaye sasa naishi naye kama mke, yani mwanadada Rita, aweze kupata ajira kule. I say, Kingu, kuna kila sababu za kumfanyia shemeji yako aweze kupata ajira hapo. I say, si ana vyeti vyake lakini? Ya, vyeti vyake vipo na kila kitu kimekaa sawa kabisa. Sasa sikia ngwambie kitu. Unajua nini Kingogo? Ajira hizi ambazo zinazohusiana na vitengo kama vya mke wako hivi, lazima inahitajika kipatikane chochote. Yaani lazima tu bosi apozwe kwa sababu hiyo nafasi atakayopaswa ikae yeye ni kubwa. Sio kibarua, huyo ni mwajiriwa piwa ambaye anapaswa afanye kazi katika ofisi. Kwa hiyo lazima hapo itabidi apozwe mtu. Sasa sikia nikwambie kitu. Hiyo la kumpoza ni kama shingapi hivi atahitaji ili mradi tu shemeji yako apate kazi? Issue ya kumpoza hapa huyo. Msikilizaji alinitajia pesa. Ni pesa ambayo kwa kweli kwa kipindi hicho ilikuwa ni nyingi ndio, lakini nilikuwa na uwezo wa kutaifisha hata vitu vyangu vile. Bustani yangu ya miti ningekuwa tayari kabisa kuiuza ili mradi tu niweze kulipa pesa na mwanadada mpenzi wangu Rita aweze kupata ajira. Ndiyo nilivyofanya. Nilianza sasa kujifirisi taratibu ili kuweza kukusanya pesa ambayo ningeipeleka na kuwakabidhi sasa wale ambao wanastahili kupata ile pesa ili mradi tu mwanadada Rita aweze kupata ajira.
Kingu alinihakikishia kwamba kwa jinsi ambavyo nimejituma, lazima ajira itapatikana. Ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ni ya interview, yaani siku ya kuhojiwa. Ndiyo ambayo sasa mke wangu huyu Rita alikuwa ameenda kufanya interview. Nikiwa nimepakia naye kwenye gari ili kumpeleka kule mahali ambapo interview ilikuwa inafanyika katika kiwanda kile, mwanadada Rita alikuwa anaingiwa na hofu. Kingo, sijui kama mimi kweli nitafanikiwa. Wala hata usiogope. Wewe jipe moyo. Utafanikiwa. Wewe jiamini. Wewe si umesoma bwana? Ni kweli, lakini naenda pia kwenye interview ambayo nakutana watu waliosoma pia. Sasa wewe kwa nini hujiamini? Wewe jiamini. Mungu yuko pamoja na sisi na lazima ile jambo likae vizuri. Lazima ufanikiwe. Kweli. Mimi nakuhakikishia, nenda kajibu maswali kiustaarabu, kajibu maswali kwa kujiamini. Utafanikiwa tu, mimi naamini kabisa. Asante kwa kunipa moyo. Ndio maana mimi nilikupenda na nikaona kabisa wewe ni mtu sahihi wa kukaa na mimi. Asante sana kwa kunipa moyo. Ndiyo msikilizaji, tulifika mpaka katika ofisi za kiwanda kile. Na hatimaye sasa mimi nilishuka kwenye ile gari pamoja na mpenzi wangu, mke wangu Rita. Aliingia ndani huku nikiwa mimi namsubiri nje, na interview ilianza mmoja na yeye alikuwa ni mtu wa tatu aliyeitwa kufanya interview. Alimaliza interview na hatimaye alitoka. Alitoka akiwa na furaha kidogo, kitu ambacho kilichoniambia kwamba huenda amefanya vizuri kidogo. Vipi? Uko ndani? Bana, sijui. Mimi nimejitahidi kwa uwezo wangu. Sijui kama nitafanikiwa au vipi jamani. Usiogope. Kwani kuna vitu ambavyo umekosea sana? Hapana, lakini bwana, hii ni interview. Inawezekana nikajiona mimi nimefanya vizuri, lakini kumbe kuna watu waliofanya vizuri zaidi. Usiogope kama umefanya vizuri kwa wastani hata mdogo. Mimi naamini mambo yatakaa vizuri. Kweli? Mimi ndivyo ninavyoamini. Ndiyo msikilizaji. Tulimaliza bana pale maongezi yetu na hatimaye tulipanda gari na kurudi nyumbani. Niliendelea kushughulika na ofisi yangu ambayo sasa kwa wakati huo vitu vilikuwa vimepungua sana. Miche mingine nilikuwa nikikosa kutokana na kwamba nilikuwa nimejifirisi sana ili kuweza kuhonga ili mradi tu Rita aweze kupata ajira. Katika hatua zote hizo, hakuna hatua ambayo niliyomwambia Rita kwamba mimi ninajifirisi kwa sababu tu nahitaji apate ajira. Hakujua hata kwamba mimi nina connection na Kingu, rafiki yangu ambaye yupo katika kiwanda kile. Hakujua pia kwamba mimi ninatoa fedha ili yeye aweze kufanikiwa. Zaidi sana yeye alikuwa anajua kabisa kwamba kwa sababu ajira zimetangazwa ndio maana mimi nimemwambia kwamba aende kuomba. Na hivyo anakwenda tu bila connection yoyote ile. Kampuni ile, kiwanda kile kilikuwa kinahitaji watu wachache sana. Watu katika level ambayo iliyokuwa inahitajika afanye mwanadada Rita, walikuwa wanahitajika watu watatu kwa ngazi tofauti tofauti katika ofisi ile, lakini watu waliokuwa wameomba pale walikuwa ni watu 57. Unaweza ukafikiri ni jinsi gani kulivyokuwa na competition kubwa sana. Simu ya Rita siku moja iliita. Alipoitazama ilikuwa ni simu ambayo inatoka kwenye ofisi za kiwanda kile ambacho yeye alienda kufanya interview. Hello. Hello. Safi. Nafikiri ninaongea na Rita Richard, si ndivyo? Ndio. Okay. Na ulifanya interview hapa kwenye ofisi yetu, si ndivyo? Ndio. Nilikuwa napenda kukujulisha kwamba Jumatatu unapaswa uwasili hapa kwa ajili ya mambo mengine, kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba wewe umefanikiwa kupenya katika hatua za mwanzo za interview, na sasa kuna hatua zinazofuata. Unapaswa ufike hapa ofisini Jumatatu mapema iwezekanavyo. Sawa, nitakuwepo hapo jamani. Asante. Sawa. Baada ya kukata simu ile, iliambatana na ujumbe wa message uliokuwa umekuja kumuonyesha kwamba mwanadada alikuwa
kupata nafasi ya kuajiriwa katika kiwanda kile. Ni mpenzi wangu Rita niliyempambania. Jumatatu asubuhi na mapema, Rita alichukua usafiri na kwa kuongozana na mimi tulienda moja kwa moja mpaka katika ofisi za kiwanda kile. Aliingia ndani, na alipoingia ndani, kiukweli sikujua ni nini kilichoendelea zaidi sana. Baadaye alitoka akiwa na furaha kubwa sana. Niambie Rita, vipi? Mambo yamekaa vizuri? Wezi amini nimepata ajira. Kweli? Kitengo kizuri tu jamani. Vipi, kwa hiyo umepata ajira? Ndio, mimi nafurahi sana jamani. Tuondoke jamani. Kwa hiyo unaripoti lini? Nimeambiwa kuanzia kesho niwe naingia kazini. Aisee. Hongera sana mke wangu. Nimefurahi sana kwa kweli. Jamani, mimi siamini jamani. Mimi nakushukuru tu kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa umejipa moyo. Yaani ulikuwa unanipa moyo kwamba mimi nitapata, na nimefanya kweli interview kweli kati ya watu 50 na mimi kweli nimebahatika kweli. Watu 3 tu ndio wanahitajika. Kwa kweli Mungu mkubwa. Nakushukuru sana Kingo. Usiwaze sana ise. Na nilipambana hivyo ili mradi tuweze kufanikiwa, kwa sababu maisha yako sasa ni maisha yangu. Na ndio maana nilipenda sana na kufanikiwa. Kweli? Yeah. Kuna mtu kwani unamfahamu hapa? Rita, ngoja tukifika nyumbani nitakueleza. Si uniambie hapa. Hapana, tuendelee. Kwani tuongee mambo yetu tukiwa njiani? Tufike nyumbani tutaongea. Sawa bana, haya twende. Tulitoka pale na hatimaye tulifika nyumbani. Ilibidi sasa nimweleze yule mwanadada, kwa sababu kwanza alikuwa akiniuliza maswali. Unajua nini lakini? Unajua kweli mimi nimepata ajira, lakini kuna kitu mimi sijakielewa sana kwako. Kitu gani? Ninaona kama ofisi yako kule inaporomoka. Kwani kuna shida gani? Mbona inaporomoka sana? Mimi nimepata ajira, nilikuwa natamani sana na wewe nione mambo yako yakienda vizuri. Rita, ni kwamba umeniwahi. Hicho ndo kitu ambacho nilichokuwa nataka nikwambie. Kwamba ofisi yangu bwana inaporomoka, na ni kweli sasa hivi kwa kweli hata mauzo yangu yamepungua sana kweli. Lakini ninashukuru kwamba kitu ambacho nilichokuwa nakipambania kimetiki. Kitu gani? Unajua nimetumia hela nyingi sana kuhakikisha kwamba nawapa kitu chochote kule kwenye kiwanda kile ili uweze kupata ajira. Wewe, kweli? Ndicho kitu nilichokifanya. Kingu ni rafiki yangu ambaye yuko pale. Na huyu ndiye ambaye anayesababisha kwamba alinipa connection vizuri kwamba nifanyeje na nitoe pesa ili mradi tu wewe uweze kupata ajira. Na nilifanya hivyo. Kusema kweli ni pesa nyingi. Lakini kwa mshahara huu ambao umeniambia, kiukweli ni kwamba pesa hiyo itarudi. Na kwa sababu utaendelea kufanya kazi, kutakuwa hamna shida yoyote. Tutakuwa tu tumefanikisha masuala ya familia yetu. Nani aliyekwambia kwamba wewe bwana utoe rushwa? Kwani nafikiri kweli kwamba wewe usingetoa rushwa mimi nisingefanikiwa kupata kazi? Nisikilize nikwambie. Competition ambayo iliyokuwa iko pale ni kubwa sana, na ndio maana mimi nimeamua bora nitoe rushwa ili mradi tu wewe uweze kupata ajira. Kwa sababu mimi nina kazi yangu na hangaika nayo, ndio, lakini wewe umesoma, umemaliza. Mimi form 4 niliharibikiwa kutokana na mambo yale ambayo niliyokueleza kuhusu wazazi wangu. Lakini wewe ulifanikiwa. Una vyeti vyako vya chuo, kwa nini usifanye kazi ukaendeleza kuimarisha familia yetu? Haya bwana, pole. Kwa hiyo hela yako unataka nikulipe au? Sina maana hiyo. Tutafanya mambo hapa katika nyumba yetu, hapa kwenye familia yetu, kama mambo ya kifamilia, na wala sio sababu nyingine yoyote. Basi nashukuru. Hauna sababu ya kunilipa. Wewe ni wangu, mimi ni wako, basi tunaishi. Wewe ukipata, mimi nimepata hivyo hivyo. Basi bana, mimi nashukuru jamani. Kumbe umehangaika, mimi sikujua bwana. Ndo kama hivyo. Na ndivyo ambavyo napaswa nihangaike, kwa sababu napaswa nikuhangaikie mimi. Wewe ndiye mke wangu. Japokuwa hatujafunga ndoa, lakini inabidi, kwa sababu sasa hivi umeshapata kazi, inabidi tupange siku ambayo tunakwenda kwa wazazi wako,
tuongee nao vizuri waweze kutupa mibaraka. Watupe mibaraka ndoa yetu tuweze kufunga sasa rasmi, kwa sababu kiukweli ni kwamba hatuwezi kufunga ndoa. Tunaishi tu kwenye ndoa, lakini kiukweli ni kwamba hatujafunga ndoa. Tunaishi tu kama watu ambao tuliochukuana. Kweli. Basi hata angalau baada ya mwezi mmoja au miwili itabidi tuende kwa wazazi, lakini mimi naogopa wazazi wasije wakanikamata tena hapa tena wakaanza kukataa. Sidhani kama watakataa, kwa sababu tayari nimeshakupatia ajira, umepata ajira yako vizuri, sasa hivi maisha yako yanaenda vizuri. Sidhani kama wataendelea kunikataa mimi tena. Basi sawa. Ni jambo la heri. Naam msikilizaji wangu, basi bwana, ndicho kilichotokea. Tulikaa pale mwezi mmoja ukaisha. Ulikuwa ni mshahara wa kwanza kabisa wa mpenzi wangu, mke wangu Rita Richard. Mshahara ule hakuwa na hiana. Aliniambia kwamba aweze kunikabidhi ili niweze kuongezea sehemu ambapo nilipokuwa nimechukua ili ofisi yangu nayo ikae vizuri. Zaidi sana aliniambia ninapaswa nifanye utaratibu wa kwanza kufungua maduka mengine ili mtaji wake, pesa ambayo anayochukua kule, niweze kuiwekeza kwenye mitaji ili lolote likitokea huko kazini basi familia yetu isiyumbe. Nililiona ni wazo zuri sana kutoka kwa mke wangu Rita. Japokuwa bado nilikuwa na mawazo kichwani, ni lini tunakwenda nyumbani kwao kujitambulisha. Ni kujitambulisha upya, kwa sababu nikiamini kabisa wazazi wake hawawezi kunikataa tena, kwa sababu nimeshampatia mtoto wao kazi. Msikilizaji, mwezi wa pili nao ulikatika, na mwezi wa tatu ulikuwa umeanza rasmi toka mwanadada Rita apate ajira. Ofisini kwangu napo mambo yalikuwa yameenda vizuri kidogo. Biashara yangu ilikuwa imeanza kuchangamka kutokana na kwamba mtaji ulikuwa umeongezeka. Siku moja nilipokuwa nipo katika harakati za kuangalia mahali pa kupata fremu ili tuweze kufungua biashara nyingine ambayo niliyokuwa naisimamia mimi, simu yangu iliita. Hello bwana Kingogo. Vipi mambo? Poa bwana. Aise bwana, mimi ni mteja, nilikuwa nahitaji miche kama 1500 hivi kwa awamu ya kwanza, lakini jumla itahitajika miche 10,000 ya miti ya matunda, miti tofauti tofauti. Uko wapi sasa? Okay, sasa hivi niko hapa mjini, lakini ninaweza kuja huko tukaongea vizuri. Okay, basi sio lazima leo. Nafikiri kesho tunaweza tukakutana kule ofisini kwako. Alafu tukafanya biashara na mambo mengine yakaendelea vizuri. Bwana, naweza sasa usije ukatorosha sasa hiyo deal na ukampa mtu mwingine basi. No, mpaka nimepiga simu kwako ni kwa sababu ninahitaji nifanye biashara na wewe. Basi poa, hamna shida bwana. Kesho asubuhi na mapema mimi nitakuwa hapo. Naam msikilizaji, ndivyo ilivyokuwa. Asubuhi na mapema ya siku iliyofuata mimi nilienda kazini kwangu. Muda mfupi niliona watu wawili wa kiume waliokuwa wanakuja pale ofisini kwangu. Ni katika ofisi ya bustani yangu ya miche. Oya, vipi bwana? Safi, vipi hali? Sana. Karibuni bwana. Ndo nyinyi nilikuwa naongea na nyinyi? Bila shaka bwana, ndo sisi bwana, ndo tumekuja bwana. Basi sasa kama miche bwana, njoni tuonyeshane hapa ili muangalie ni mambo gani, ni jinsi gani, ni ya ipi mnaipenda na nini. Kingogo, samahani sana. Hebu tazama. Aishu, hebu nisikilize kwanza. Kati ya wale wawili, kaka mmoja aliingiza mkono wake mfukoni na kutoa kitambulisho. Mimi hapa ni askari wa jeshi la polisi. Jina langu naitwa Kimbe na nimekuja hapa kwa ajili ya kukukamata. Wewe unatuhumiwa kwa kosa la kumtorosha Rita Richard na kumpoteza hajulikani alipo mpaka hii leo. Kuanzia sasa uko chini ya ulinzi. Msikilizaji, nilianza kushangaa pale.
Imekuwaje tena? Msikilizaji, hiyo ni sehemu ya pili ya simulizi yetu hii. Tukutane katika sehemu ya 3. Ni nini kinaendelea katika simulizi hii? Mambo yanakwendaje? Bado tunatafuta ni sababu gani iliyofanya mtu kuuawa? Bado hiyo sababu hatujaipata. Endelea kubaki na mimi ndani ya makala simulizi tuweze kujua kisa na mkasa. Sehemu ya pili na kukaribisha pia katika sehemu ya 3. Bye bye.